Yanga imeanza msako wa haraka kutafuta kocha mpya baada ya kuachana na Mreno Pedro Goncalves aliyeondolewa Mei 6 mwaka 2026, saa chache tangu kumalizika kwa mechi ya ligi bara dhidi ya KMC. Yanga imeachana na Pedro aliyemaliza mechi hiyo kwa ushindi mwembamba bao 1-0 na aliyeiongoza timu hiyo kwenye jumla ya mechi 35 za mashindano yote msimu huu tangu alipoanza Oktoba 28 mwaka 2025 akichukua nafasi ya Romain Folz. Saa chache baada ya kuondolewa kwa Pedro, mabosi wa Yanga tena wale wa juu wakaanza kuzunguka kutafuta kocha mpya haraka, na walianzia kwa Khalil Ben Yosef, raia wa Tunisia, kwenye hesabu za kutafuta bosi mpya wa ufundi. Ben Yosef sio jina geni Yanga, kwani aliwahi kufanya kazi klabuni hapo akiwa kocha msaidizi wa Nasreddine Nabi wakati akiwafundisha mabingwa hao. Ben Yosef hakukaa sana Yanga, kwani alikuja miezi michache wakati Yanga ikiwa kwenye mechi za kombe la shirikisho Afrika kuanzia hatua ya robo finali, msimu ambao Yanga ilikwenda kucheza finali 2023 dhidi ya Osma ya Algeria iliyokuwa bingwa. Nikimnukuu bosi huyo wa juu ndani ya Yanga, amesema, "Tumeshaanza mazungumzo. Tumeanza na yule Khalil Ben Yosef, nadhani unamkumbuka, ni kocha mzuri sana. Tunaona ni bora tutafute kocha wa kisasa, kijana ambaye anajua mazingira ya soka la Tanzania." Mwisho kunukuu. Mpaka sasa Ben Yosef yupo pale Kaizer Chiefs Afrika Kusini akiwa kama kocha mkuu sambamba na Mrundi Cedric Kaze ambao alichukua nafasi hiyo baada ya timu hiyo kuachana na Nabi aliyekuwa bosi wa wawili hao. Kocha huyo aliyezaliwa miaka 37 iliyopita ameiongoza Kaizer kucheza mechi 10 za kombe la shirikisho Afrika, kati ya hizo akishinda 5, akipoteza 3 na kutoa sare 2, na hatua ya makundi timu hiyo ilimaliza na pointi 10 ikishika nafasi ya 3 nyuma ya Al Masry, nafasi ya pili na Zamalek ambayo atacheza fainali. Kwenye ligi Ben Yosef ameiongoza Kaizer kwenye mechi 20, kati ya hizo akishinda 9, akipoteza 4 na kutoa sare 7, timu hiyo ikiwa nafasi ya 3 na pointi 48 baada ya kucheza mechi 27. Orlando Pirates ikiwa nafasi ya pili na pointi 62, wakati Mamelodi Sundowns ikiongoza ikiwa na pointi zao 65. Katika dili hilo la Ben Yosef linaweza kumshuhudia Mtunisia huyo akirudi na Kaze, ambapo wawili hao akirudi kwa mara nyingine endapo pande hizo mbili zitaendelea vizuri katika mazungumzo hayo yanayoendelea. Kaze endapo atarejea Yanga itakuwa ni mara ya 3, na awali alikuja akitokea Canada lakini hakudumu, akasitishwa safari hiyo njiani, kisha baadaye kurudi tena akiwa msaidizi wa Nabi, wakienda tena kukutana Afrika Kusini. Ben Yosef kama akimalizana na Yanga hata kutana na wakati mgumu kutokana na mfumo wake anaopenda kuutumia wa 4-2-3-1, sio mgeni kwa wachezaji wa timu hiyo, ukiwa umetumiwa na makocha mbalimbali akiwemo Nabi, Miguel Gamondi na hata Melody Hamdi. Hata hivyo, wakati mchakato huo wa kuunda benchi jipya la ufundi la Yanga, klabu hiyo imetangaza kwamba hivi sasa kikosi hicho kitakuwa chini Abdi Hamid Moalin na Patrick Mabedi hadi mwisho wa msimu. Imeandikwa na Khatim Naheka na kusoma kwako nami Hamza Saif.